Nani asiyependa mtoto wake akulie katika maadili ya Kipemba? Haya sasa, Pemba kumenoga. Ni chuo cha Wete Institute of Academic Research and Consultants WIAC kinawatangazia wananchi wote kuwa wameanza kuchukua wanafunzi wapya kwa ngazi ya certificate pamoja na diploma. Watasoma fani zifuatazo: ICT, biashara yani BOA, usekretari pamoja na clearing and forwarding, kwa walimu wa maandalizi na msingi awali, ualimu wa msingi yani primary na community development. Pia chuo kinatoa kozi maalum za English course na kompyuta kwa maafisa, wafanyakazi na wafanyabiashara kwa muda wa usiku. Pia kuna short course ya lugha ya alama na mobile maintenance. Chuo kipo Miti Ulaya, Wete Pemba. Hostel pia inapatikana. Chuo kina walimu bora na wenye uzoefu na kinazingatia maadili ya Kizanzibar. Hali gani popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi cha mahojiano. Mimi mtangazaji wako Omar Husseini kutoka Swahili Media Network. Leo nimepata fursa ya kuzungumza na uongozi wa Wete Institute of Academic Research and Consultants. Kwa ufupi unaweza kaita WIAC. Hii ni institute ambayo iko kule visiwani Zanzibar katika mkoa wa Wete katika kisiwa cha Pemba. Kwa uzuri kabisa niko na mkurugenzi principal vile vile. Kwa hiyo nitaomba tu wajitambulishe kabla ya kujikita katika maswali. Jamani viongozi, karibuni sana katika kipindi chetu cha mahojiano. Asante sana. Labda mkurugenzi ungeanza kujitambulisha, watu wakakutambua, kisha mkuu wa idara naye na principal, ili watu wajue wanazungumza, wanamsikiliza, wanapata information kutoka kwa kina nani. Naam, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Mr. Maalim Mohamed Saidi, ni mkurugenzi wa chuo cha Wete Institute of Academic Research and Consultants. Kwa kifupi kinaitwa WIAC. Ni chuo kilichopo visiwa vya Zanzibar katika mkoa wa Kaskazini Pemba na wilaya ya Wete. Ni chuo ambacho kimeanzishwa mwaka 2016. Harakati zake ingawaje zilianza 2015, lakini tulianza kuingia kwenye ramani ya serikali, manake kwenye registration kuanzia mwaka 2016 kupitia mamlaka ya mafunzo ya mali Zanzibar, na 2017 tukaingia rasmi katika mfumo wa Tanzania bara kupitia mamlaka ya usimamizi wa vyuo vya kati yani NACTVET. Na ni chuo ambacho tuseme tumeanzisha kwa historia ya kipekee ambayo imeanzishwa na vijana wadogo sana, wakiwa na umri mdogo, wakiwa na kipato kidogo kiuchumi, lakini waliamua kuweza kufanya fikra ya kuweza kuboresha kisiwa cha Zanzibar katika kisiwa chetu cha Pemba kwa kuweza kuwaza wazo hili. Itoshe kusema kwamba ni chuo ambacho ni cha kwanza kwa kisiwa cha Pemba ambacho kimeasisiwa kutokea kisiwa cha Pemba. Tumezoea vyuo vyote vinakuja Pemba ni vyuo ambavyo vimeshaanzia labda Mabuja, vimeanzia Dar es Salaam na maeneo mengine, then vinakuja Pemba, lakini hichi ni chenyewe kabisa, kimeanzishiwa Pemba na Pemba yenyewe. Kwa hivyo ni chuo cha kwanza kilichoasisiwa na vijana wenyewe ambao makao makuu yake hasa yako hapa kisiwa cha Pemba. Asante sana. Principal, labda kwa kuongezea hapo alipoishia mkurugenzi, una yeye pia kuongezea, kwa sababu yeye anaonekana yuko very proud ya kuwa ni chuo cha kwanza kuanzishwa katika kisiwa cha Pemba na chuo ambacho kimeanzishwa na vijana wadogo. Labda wewe una lipi la kuongezea katika kuhakikisha hichi chuo kinamfanya mkurugenzi na wewe na wengine wote labda wao very proud kwa kuwa ni chuo cha kwanza pale Pemba? Asante sana mtangazaji. Na mimi naitwa Maalim Said Khamis Faki ambaye ndo principal katika chuo hiki. Unajua kama alivyoeleza mkurugenzi kwamba WIAC ni chuo pekee ambacho si tawi ya chuo chingine ambacho liko pengine Unguja au pengine Dar es Salaam. Na kama alivyosema principal hapa kwamba unajua chuo hichi kilianzishwa kwa juhudi tuseme na ile ari na nia ya vijana wa hapa Pemba hapa Wete, na kwamba kama principal site ya hichi chenye ipo hapa Wete Pemba Miti Ulaya hapa. Jambo zuri katika chuo chetu
ni kwamba chuo kwa sasa, ili kuweza kufanya ule mwevuli wake uweze kutawanyika zaidi, kina sajili 4 tofauti. Naam. Yani kimesajiliwa na NACTVET, kimesajiliwa na VTA, kimesajiliwa na Wizara ya Elimu Zanzibar, na vile vile kupitia kwa Baraza la Mitihani la Zanzibar. Yani kuna vijana wale ambao wanataka kujiendeleza, ambao hawakufaulu vizuri, wanaweza kujiendeleza hapa WIAC. Ambayo yote hiyo ukiangalia kwa pamoja ni mambo muhimu ambayo yanawakusanya vijana na kuwapatia fursa. Unajua unajua Zanzibar unaijua vizuri. Ndiyo. Zanzibar ni visiwa. Kwa hiyo tulizoea mambo yote tutoke hapa Pemba kwenda kuyafuatilia pengine Unguja au pengine Tanzania bara. Lakini kwa sasa kupitia kwa WIAC zipo kozi nyingi hapa katika chuo chetu ambazo zinatolewa hapa. Kwa hivyo tumewarahisishia vijana, na kwa vijana sasa badala ya kusafiri kwenda kwingine zaidi ya hapa Pemba, wanamalizia mambo mengi hapa katika chuo chetu. Sawa. Labda niishie hapo kwanza. Shukran. Labda turudi kwa mkuu wa idara. Ni chuo ambacho kinaonekana hakina muda mrefu, lakini mambo yake yanaonekana ni mazito kabisa. Labda turudi kwa vijana kwanza. Mkurugenzi na principal wameelezea kitu gani na sababu gani ambazo zimepelekea chuo hichi kuanzishwa. Wewe labda kwa muono wako unafikiri labda ni nini zaidi ya je, mlifikiria tu kwa sababu ya vijana wa Kipemba wapate elimu mbali ya kutoka nje ya Pemba, ama kulikuwa kuna kitu chengine ambacho kimevutia zaidi mkaona wacha tuanzishe chuo hichi tuwarekebishie ajira vijana wetu wa Pemba au tuwapatie elimu bora vijana wetu wa Pemba? Kuna chengine chochote ambacho mbali ya hayo niliyotaja? Asante. Kwa jina naitwa Jacqueline David Josephat, ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na biashara kwa hapa chuoni kwetu. Kama alivyosema mkurugenzi na principal kwa awali, ni kwamba chuo kina nia nzuri sana ya kusaidia vijana wa Pemba, hasa kwa wale ambao tunaona tuna hali ndogo ya kiuchumi. Haitupi safari kubwa ya kutafuta elimu mbali, tunapata elimu yetu tukiwa hapa na kwa kufuata maadili mazuri kabisa ya mazingira yetu na uhalisia wetu wa hapa visiwani Pemba. Sawa, asante sana. Mkurugenzi, labda nirudi kwako. Unajua katika chuo mna mambo mengi mmeyazungumza, ni kwanza mnasema ni academic research na consultancy. Sasa je, ni kitu gani kikubwa au masomo gani makubwa au masomo yepi ambayo mnayasomesha katika chuo hicho? Unajua kama unavyokiona chuo bado ni chuo kichanga ambacho kama alivyosema mkurugenzi imeanzishwa 2016. Kwa hiyo kutoka pale 2016 kozi zaidi ambazo zilikuwa zinajikita zilikuwa ni zile kozi za ualimu. Yaani hapa tulianza na ualimu ule wa early childhood, yani kwa level ya certificate, and then tukaingia kufika mpaka diploma hizo za ualimu. Alafu kidogo tukaanza kuongezeka mbele kidogo kupitia kwa NACTVET pamoja na VTA. Kuna zile kozi zinatolewa kupitia kwa mwavuli wa NACTVET pamoja na VTA, ambapo hapa ndani kwa sasa kuna kozi zile za community development zinatolewa, kuna kozi za IT zinatolewa hapa ndani, kuna kozi za business administration zinatolewa hapa ndani, kuna kozi za secretary zinatolewa, na hivi karibuni tunategemea kutoa kozi ya hospital attendant, wale zamani tunaoita maorderly. Hizo ni baadhi ya kozi ambazo zinatolewa hapa chuoni. Unajua chuo chetu ni kidogo na hata hali zetu ni ndogo. Kwa msingi huo tunakwenda kidogo ili kuongeza courses mpaka tutafika kule ambapo tulikusudia. Sawa. Hichi chuo ni private funded au ni serikali inaifund hichi chuo? Hapana, ni chuo cha private. Ni chuo cha private kama alivyosema mkurugenzi. Kuanzishwa kwake kilianzishwa kupitia kwa vijana watatu ambao walikusudia. Unajua kuna gari letu moja likipita mitaani hapa imeandikwa mkombozi wa vijana. Ndio. Sasa lengo ni kutaka kama kuwarahisishia vijana wetu wa hapa Pemba, lakini na Unguja wanakuja hapa na hata kutoka Tanzania bara wanakuja hapa. Kwa hivyo ni mkombozi wa kweli wa vijana. Na kwa sababu wenyewe ambao walianzisha chuo ni hao vijana. Ni chuo cha private. Sawa, hao vijana sasa hivi
wana umiliki wa nini katika hicho chuo, au labda wana share gani katika chuo? Wao kwa kweli ndio wamiliki. Okay. Labda niende kwa dada Jacqueline, labda yeye atueleze kama ulivyomsikia mkurugenzi na principal kwa wanasema kuwa hichi chuo kimeanzishwa na vijana watatu ambao kwa sasa hivi wanasemekana ni wamiliki. Je, hao vijana ni vijana wa local hapo Pemba ama ni vijana ambao wametoka nje ya Pemba kuja kuanzisha elimu? Sawa. Waanzilishi wa chuo ni vijana kabisa wazaliwa wa hapa Pemba ambao walikuwa na nia moja ya kutaka kukomboa vijana wengine kupata elimu wakiwa maeneo au mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo ni vijana kabisa wazawa wa Pemba ambao walikuwa na nia moja, wakaamua kuanzisha chuo ili kuwakomboa vijana ambao wanahitaji elimu visiwani Pemba, Unguja na hasa bara pia. Kwa hiyo ni vijana kabisa wa hapa ambao tunajivunia kwa kweli, wamesaidia vijana wengi kupata elimu, ujuzi, kufanya kazi zao, kujiajiri wenyewe, na ndio namna pekee ambayo nia kubwa hasa ya chuo ni hiyo. Sisi kuona vijana wakienda mbele, wakiweza kujitegemea na kuendeleza maisha yao kwa kutoa na kupata elimu ambayo imetoka hapa chuoni kwetu. Sawa. Mkurugenzi, ulipotea lakini alhamdulillah umerudi. Mimi niko very proud na hao vijana. Sijajua kama katika hao vijana ni kati ya nyinyi mnaozungumza au hao vijana ni wamiliki ambao wako nje ya shule. Je, wao sasa hivi vijana wana benefit nini na hichi chuo? Tuna vijana wa aina mbili katika mazungumzo haya. Kuna vijana ambao wana waanzilishi, nafikiri wanafaidika ya kutosha. Kwanza kuona tayari Pemba tumeifungua, tunapokea watu kutoka maeneo mbalimbali kutoka Tanzania bara, katika maeneo ya Tanga, Arusha, Dar es Salaam, visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo sisi kwetu ni fahari kuona kwamba tunafungua wigo na tunaifungua Pemba kibiashara, lakini pia sisi wenyewe binafsi inatuingizia vipato at least ya kuweza kujikimu. Lakini kubwa zaidi tunaloliangalia ni kuona vijana wetu sasa wa Pemba wanaajiriwa na wamejiajiri wingi sana. Kama kwenye kozi yetu ya ualimu vijana wasiopungua 1000 tayari hivi sasa wapo katika sekta ya ajira ya serikali na binafsi. Lakini kwenye kipengele cha IT wapo ambao tayari wameshaajiriwa na kozi nyingine ambazo tumezianzisha hapa. Kwa hiyo tunaona vijana wanapata, lakini kikubwa ni kwamba knowledge ni kitu ambacho lengo ni kutoa ujinga na kuweza kujua vitu vingi. Kwa hivyo jamii ikiwa haina knowledge, manake tegemea utakuwa na vizazi ambavyo vimejaza ujinga katika akili yao. Panapokuwepo na taasisi hizi za kielimu zinasaidia kutoa ujinga katika jamii zetu. Tunaona hivi sasa kozi mbalimbali za muda mrefu na muda mfupi zinapatikana hapa. Vijana ambao tulitegemea wawe mitaani hivi sasa kutokana na kushindwa kwenda kusoma maeneo ya mbali ya kisiwa cha Pemba wapo hapa na wanajisomea, jamii inafaidika. Hasa chuo chetu kimebahatika kupendwa sana na wanawake, manake niseme kwamba 80% ya chuo chetu basi ni wanawake, ambao wataalamu wanasema kwamba ukimsomesha mwanamke mmoja ni sawa sana kusomesha jamii nzima. Sasa angalia 80% ya wanawake walioko hapa kutoka maeneo mbalimbali, wilaya mbalimbali za Micheweni, mkoani, Chake Chake, wapo hapa wanapata elimu. Kwa hiyo tunasaidia kuondoa ujinga, tunaelimisha jamii kwa ujumla. Hicho kitu ambacho tunajivunia sana kama vijana, na kikubwa tunasaidia serikali katika kulipa mapato mbalimbali, tunachangia kodi serikali yetu. Kwa hiyo tunajiona kwamba tunaweka alama katika maisha yetu. Tukiondoka, tutakapofariki, basi at least itakuwa kuna kitu cha kukumbukwa serikalini na kwenye jamii. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana kwetu. Tunashukuru. Asante sana Principal. Mfano watu tunaoishi huku nje ya nchi na tumesikia habari zenu njema za chuo kilivyokuwa kizuri,
tunataka kuleta watoto wetu, labda process inakuwa ni ipi mpaka kuhakikisha mtoto anakuwa yupo katika chuo chenu na anapata elimu yake hapo? Unajua, kwa sasa hatujapata pengine wanafunzi kutoka nje ya nchi. Wanafunzi wetu ambao tunao hapa wote ni kutoka hapa Tanzania. Kwa hiyo hapa wanapokuja, utaratibu ni ule wa kujaza fomu ya maombi. Wanakuja hapa wanapata fomu ya admission, alafu wanaeleza taratibu za chuo, and then wakikamilisha hizo taratibu za chuo, basi inakuwa ni tayari kwa kujiunga. Sasa lakini kwa sababu ya maendeleo ya sasa ya sayansi na teknolojia, kwa sasa tayari tumo katika kukamilisha infrastructure inayohusiana na mambo ya internet. Kwa msingi huo, wanafunzi ambao wako nje ya nchi watakuwa na uwezo wa kuweza kuomba kupitia katika website yetu, kwa sababu tayari tunatayarisha website ambayo wataweza ku access huko waliko, na kiurahisi kabisa wataweza kujiunga na chuo chetu. Sawa. Na kwenye suala labda la fee, kuna tofauti yoyote ya mtu anayetoka bara na anaishi hapo Pemba na anayetoka Unguja na anaishi hapo Pemba, ama fee inakuwa ni iko uniform? Na vile vile mna system labda ya kuwa na mabweni ama inakuwa ni day tuition, yani mtu anakuja na kuondoka? Swala kwangu hilo? Hata kwako laweza kufaa hapo. Asante. Unajua, kwa kweli hapa katika chuo chetu, kama nilivyosema mwanzo, kwamba hatujawahi kupata wanafunzi kutoka nje ya nchi, lakini hawa tulionao wa ndani ni kwamba kama alivyosema mkurugenzi, asilimia zaidi ya 80 ya wanafunzi wetu ni wanawake. Kwa hiyo tunayo hostel ambayo inawaserve hao wanafunzi wetu wanawake, na wanapokuja hapa, yaani sio kupata hata wanafunzi kutoka Tanzania bara, wanakuja hapa wanapata mahali pa kukaa, wanasoma very comfortably. Hakuna chochote kinachowasumbua katika masomo yetu. Na swala la admission, labda mtu akitaka kuwa amequalify kuingia chuoni hapo, anatakiwa ana level gani ya elimu? Hiyo itategemea na course anayoomba. Kama nilivyosema pale mwanzo, tunasajili tofauti Okay. Kuna usajili wa Wizara ya Elimu Zanzibar unaohusiana na mambo ya mafunzo ya ualimu, ambayo huu kidogo umeleta changamoto kwa wakati huu, kwa sababu kwa sasa Wizara ya Elimu wanataka kubadilisha mfumo mzima wa walimu ambao wanataka kufundisha hapa katika Zanzibar, pengine Tanzania kwa ujumla wake. Kwa hivyo zile sifa za kujiunga na ualimu zimekuwa ni kubwa kiasi kwamba tumekosa wanafunzi wa kuweza kujiunga na ualimu, ambapo zamani kwa siku za nyuma ilikuwa unaweza kujiunga na ualimu kuanzia na cheti cha division 4 ambacho kina simple pass 4, lakini kwa sasa walimu anayetaka kujiunga na ualimu anatakiwa awe na division 1 au division 2 ya form 6. Sasa hii kwetu sie, na wala si kwetu sie tu, lakini kwa hata hivyo vyuo vya serikali imekuwa ni changamoto, kwa sababu fununu tuliona hata huko kwenye vyuo vya serikali hawakupata wanafunzi wenye sifa hizo. Lakini kwa ualimu sifa ndio hizo za form 6 na awe na division 1 au 2. Lakini zipo sifa, kwa mfano zile course za VTA. VTA ni course ambazo wanasoma mpaka wanafunzi wa darasa la 7. Zile course tofauti za VTA. Kwa hivyo hapa itategemea huyu mwanafunzi anataka kujifunza masomo gani, ndio hiyo itaamua pasi zake ziweje. Sawa, asante sana. Jacqueline, wewe kama mkuu wa idara, labda ungetueleza shughuli zako kwa ufupi kabisa, alafu tunataka kujua katika chuo kuna idara ngapi? Tuna idadi ya idara 3 hapa chuoni. Kuna idara ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu ambayo ni mafunzo ya ualimu, na tuna idara ambayo iko chini ya NACTVET ambayo ndio hii ya maendeleo ya jamii na biashara, na tuna idara ambayo iko chini ya VTA na VETA ambayo iko chini ya VETA na VTA. Kwa hiyo kwa ufupi, idara zinafanya kazi kwa kuongoza zile kozi ambazo wako nazo ndani ya idara, kuhakikisha wanafunzi wanapata masomo kwa wakati husika, kufuatilia shughuli zote ambazo wanahitaji taasisi mama ambazo wanatuongoza sisi
Kwa hiyo tunakuwa active kuhakikisha kwamba yale yote ambao wanahitaji, matakwa ya taasisi ambayo inatuongoza sisi, tunakuwa tunayafuata kwa ili kuweza kukidhi kile kitu ambacho wanakihitaji kama wenyewe taasisi wanapotaka sisi tuongoze. Kwa hiyo idara ni kazi yake ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata mafunzo kwa wakati sahihi, kufanya zile shughuli zote ambazo wanataka sisi walezi wetu ambao ni taasisi mama, kwa mfano NACTIVATE, wanapotaka miongozo na kila kitu kuifuata ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi ambayo wanatakiwa kuyapata kwa kufundishwa kwa vitendo, kufundishwa kwa kuingia darasani na vipindi. Kwa hiyo tunakuwa tunafuatilia na kuhakikisha kwamba tunafuata yale matakwa ambayo wanayahitaji wenyewe wanaotuongoza. Asante. Mkurugenzi, kwako, labda kwenye chuo chenu kuna changamoto gani kubwa ambayo inakuumiza sana kichwa wewe kama mkurugenzi? Asante sana. Kabla sijaenda kwenye changamoto, ningeweza kwanza kutoa zile kozi ambazo general tunazitoa hapo chuoni ili niweze kupata nafasi nzuri ya kuleta hizo changamoto. Kama ambavyo mkuu wa idara hapo ameashiria kwamba tuna kozi mbalimbali ambazo zimegawiwa kupitia idara mbalimbali na tumezigawa kutokana na mamlaka ambazo tunazifanyia kazi. Upande wa VTA tuna kozi ya sekretari, tuna kozi ya kompyuta na usimamizi wa biashara, business operating assistance. Na kwa upande wa kozi ya idara ya education ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu, kuna kozi ya elimu ya primary and nursery. Na hii ambayo imezungumzwa, tuna changamoto ya sifa zimewekwa za juu sana, entry qualification serikali wamezipandisha kiasi ambacho zimeua soko au hii kozi imekuwa inadorora kupata wanafunzi. Na kwa upande wa kozi za NACTIVATE tuna kozi tuna kozi ya community development, kuna kozi ya business administration, kuna kozi ya sheria ambayo nayo tunaoperate mwaka huu na ICT. Hizi muda wote kwanza sasa zitaanza, na kiukweli tuna short course za computer, English course na lugha za Kifaransa, maana tunafundisha lugha za kigeni hapa chuoni. Lakini pia tunafanya research. Tuna plan kufanya research mbalimbali, tafiti za kiuchumi, tafiti za masuala ya utamaduni, masuala ya kielimu. Hizo ni miongoni mwa vision na mipango yetu mwaka huu, mipango kazi. Na pia tunafanya consultation ya masuala mbalimbali ya kiuchumi, ambapo ndani yake hapo tutakutana na changamoto mbalimbali. Kwa upande huo ufanyaji research, kuna changamoto ya wataalamu na kupitia jukwaa hili nifungue tu milango wazi kwa wale wote ambao ni wadau wa elimu au wadau wa utafiti ndani na nje ya kisiwa chetu cha Pemba. Tunatoa fursa ya kuchukua kufanya makubaliano, ikiwa ni collaboration, ikiwa ni kufanya sisi, kwa sababu tayari tuna ithibati ya kufanya research. Kwa hiyo tunawaalika na tunawaomba wadau wote wa nje na ndani ya nchi kwamba wanaweza kuja kushirikiana nasi kufanya research mbalimbali za kielimu na mambo mbalimbali haya. Na kwenye masuala ya consultation pia tuna changamoto ya wataalamu tuko nao, lakini ni wachache na wako very busy. Kwa hiyo ikiwa kuna watu wanahitaji kuja kuungana nasi, basi tunawaalika. Lakini changamoto kubwa ambayo tuko nayo hivi sasa ni vifaa. Kama tulivyosema, chuo kimevamiwa sana na vijana wa Pemba wameamka, wanahitaji elimu. Kwa hiyo nguvu imekuwa idadi imekuwa kubwa kulinganisha na nguvu zetu za ndani. Kwa hiyo tuna changamoto ya kompyuta, changamoto ya vikalio, tuna changamoto ya printer, sababu tunahitaji tuwe na heavy duty printer
au photocopy kwa ajili ya mambo mbalimbali ya wanafunzi. Hizi ni miongoni mwa changamoto, na sisi kama sisi tuna mikakati ya kujiandaa ya kupambana, tumejiandaa ili kupambana nazo, lakini tunatoa fursa pia kwa wale ambao wanatuona na kutusikia kutuunga mkono sisi vijana wenzi wao, wanaharakati wenzi wao wa kisiwa cha Pemba. Tunahitaji hivyo, lakini kikubwa zaidi ni vitabu. Library inakuwa haba kulingana na wanafunzi. Kwa hiyo tunaomba wadau waweze kuliona hili na watutembelee, tuweze kulisukuma gurudumu letu la maendeleo hususan la kisiwa cha Pemba kwa pamoja. Asante. Shukrani mkurugenzi. Labda nikirudi kwako mkuu wa idara, wewe au mkurugenzi alituambia awali kuwa chuo kina 80% ya wanawake, na ukitizama alizungumza vizuri principal kwa anasema kama ukimsomesha mwanamke mmoja ni sawa sana kusomesha entire society. Wewe unahisi kwa nini Pemba sasa hivi wanawake wamejitolea kupata elimu bora na wanaume tukaamua kukaa chini? Kwa sababu tunaposema 80% katika watu 100 tuna wanawake 80, wanaume 20. Kitu gani ambacho kimepelekea wanawake sasa hivi kuingia zaidi katika elimu rather than wanaume wa wengi kuliko wanawake? Asante sana. Sasa hivi mwamko umekuwa ni mkubwa sana kwa masuala ya elimu kwa wanawake, tofauti na zamani ilivyokuwa. Walikuwa wanaamini kwamba mwanamke hastahili kupata elimu au haimsaidii, au mwanamke kazi yake ni kufanya kazi za nyumbani na kuweza kulea familia. Lakini kwa sasa kusema ukweli, watu wamekuwa na mwamko tofauti sana. Nahisi kwa vile wanaona watu wengine wanavyoishi baada ya kupata elimu, wanaona wanaweza kufanya kazi, wanaweza kaendelea na shughuli zake huku akiendelea kulea familia. Kwa hiyo mwamko umekuwa ni mkubwa. Nahisi na vile tunapoona mazingira, watu wengine wenye elimu wanaishije, wanafanyaje, na wanaweza kufanya kazi zao zote za nyumbani na za kazini pia. Kwa hiyo hii imeleta chachu sana kwa watu wengine kuamini kwamba kumbe na mimi ni mwanamke ninaweza kufanya kazi hii na nikafanya hii na nikafanya na hii. Ndio maana tulikuwa na mwamko mkubwa sana wa watu wengi kuja kupata elimu, hasa wanawake, na kuona kwamba wanaweza kufanya kazi zote kwa wakati mmoja. Pia tukiangalia mama yetu Mama Samia amekuwa chachu pia kwa watu kwamba anaona mama amekuwa rais na anaweza kufanya majukumu yake vizuri, na sisi pia kumbe tunaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sababu chachu imekuwa ni kubwa. Tumekuwa tukiiga pia watu wengine wanavyofanya na kuona kwamba sisi tunaweza kufanya jambo au kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Asante. Wewe kwa upande wako, labda changamoto gani ambazo zinakutia wakati mgumu ukikaa ukifikiria leo nikienda kazini kuna hichi na hichi kinaniumiza sana? Binafsi hapana, sina changamoto kwa sababu nimeshakubali na nimeshazoea mazingira na nimeshaona kwamba ninaweza kufanya kazi zangu na nikaendelea maisha yangu kama kawaida. Kwa hiyo sina changamoto ambayo inanisumbua. Popote, hata labda wanafunzi, labda mkurugenzi kazungumzia vifaa, ukosefu wa vifaa, labda udhamini? Hapana, hakuna changamoto. Sasa hivi ni kukubali, unakubaliana na hali ilivyo. Ukiona iko hivi ni sawa, ikiwa hivi ni sawa. Kwa hiyo ukishakubali, hamna kitu ambacho ni kigumu. Kwa hiyo tunaona majukumu yetu yanaenda vizuri, tunasaidiana kwa wakati na tunamshukuru Mungu kwa hilo. Sawa. Mkurugenzi, labda katika mazungumzo haya tulozungumza, kuna vitu nitakuwa mimi personal sijakuuliza ambavyo wewe unataka watazamaji wetu wavitambue. Labda ni vitu gani ambavyo mimi sijakuuliza na unataka kushare na sisi wadau ili tupate kuvutiwa na kuhakikisha tunaleta watoto wetu katika chuo chenu? Asante sana kwa nafasi hiyo. Ndugu mtangazaji, ni kweli kuna mambo mengi hapa chuoni kwetu tunatamani watu wayajue. Jambo la kwanza ni kwamba chuo hivi sasa kimesaidia kutoa ajira kwa vijana wengi. Hivi ninavyokwambia tuna zaidi ya vijana 55 ambao wanafanya kazi katika chuo hichi, na 100% wanategemea hapa kwa maisha yao ya kawaida. Maanake hii kwamba chuo kimesaidia kutoa ajira kwa vijana wengi ambao wamedhamiria kusaidia jamii. Lakini jingine kubwa ni kuwa chuo chetu hivi sasa kina usajili wa full accreditation,
kutoka NACTVET ambao unatuwezesha kuweza kufungua kozi za degree. Kwa hivi sasa mwaka huu tuna mpango wa kuanzisha kozi ya degree ya Gender and Community Development. Tuna mpango wa kuanzisha kozi ya Education kwa upande wa degree, ambazo zote hizi zitaenda kusaidia yale malengo yetu ya chuo kama ambavyo tumeyasema, na hivi sasa tuko kwenye hatua za mazungumzo na vyuo. Hatua ya mwanzo tutaanza collaboration na vyuo ambavyo tayari vinaendesha hizi program, na tuko katika mazungumzo mazuri, na huenda intake ya mara hii kwenye mwezi wa 9 huko, basi tunategemea tuwe na degree hapa zisizopungua 2 za hizo. Sambamba na hilo, tutaongeza kozi mbalimbali ambazo tumezifanyia utafiti, ambazo itakuwa ni marketing kwa kisiwa chetu cha Pemba, ikiwemo masuala ya uchumi wa buluu. Mbalimbali zitaanzishwa, masuala ya masuala ya kilimo tunaenda kuanzisha. Kwa hiyo tumejipanga kuona kwamba hatumwachi mtu nyuma kulingana na ambition ya kijana. Mimi nataka kuwa nani, basi hizo kozi zote iwe tunazipata. Sambamba na hilo, hivi sasa chuo chetu kina mpango wa kujenga majengo yake yenyewe. Hapa sasa hivi tulipo tuna jengo kubwa sana lenye la kutosha, lakini tunafahamu changamoto za hapa na pale ya masuala ya kodi na maboresho na vitu vingine. Kwa hiyo chuo kina kiwanja chake tayari eneo la Kinyasini, pale Kinyasini Wete, njia ya kwenda Finya pale tuna jengo kubwa, tuna eneo kubwa sana ambalo tumepatiwa pale na serikali. Lengo ni kujenga campus kamili ya chuo. Kwa hiyo tupo katika kuandika miradi kwenye taasisi mbalimbali, kuona kwamba namna gani wanaweza kutusupport kwa kuweza kujenga campus za kwetu wenyewe. Hilo sasa hivi ndio tulilopo akilini mwetu, na tukifanikisha hilo basi itakuwa ni mafanikio makubwa katika chuo chetu, na tunaamini kwa sera zilizopo katika nchi yetu kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinavutia wawekezaji wengi, zitavutia wadau wa elimu, wadau wa maendeleo wengi kuja kufanya kazi na watu walio hapa kisiwa cha Pemba. Na tumeona Pemba sasa hivi inafunguliwa. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba lengo letu la kujenga campus kabisa ya chuo pale eneo la Kinyasini litafikiwa. Na niseme kwamba chuo chetu cha Wete Institute hivi sasa ni chuo ambacho vijana wengi wanakuja kuomba ajira, na sisi hatutawaacha nyuma. Tutaambia kwamba kadri ambavyo tunafungua program, tunafungua kozi, basi waje. Kama hivi karibuni tumeweza kufungua kozi ya driving kwenye masuala ya usafirishaji. Hii ni idara mpya kabisa, nayo huko karibuni nayo imeanza kazi, na tunatoa klasi zote. Maana yake tunatoa klasi zote isipokuwa G. Tuna C kavu, tuna D kavu, ambazo hizi kwa Zanzibar ni ziwani tu kule Unguja, na Pemba itakuwa ni sisi. Kwa hiyo hakuna chuo kingine ambacho kinatoa hizi klasi. Kwa hiyo maana yake ni siwavunje moyo vijana wenzangu ambao wanakuja kuomba kazi hapa, kwamba tumewanyamazia kimya CV zao, na kwamba kila fursa zinapofunguka basi ndipo ambapo tutakuwa tunawaita. Kwa hiyo niwaambie kwamba tuko pamoja na yoyote ambaye anahitaji kufanya chochote. Kuna wazo lolote la kimaendeleo kuhusiana na elimu, basi tunasema WIAC we are open. Tunaifungua WIAC kwa wawekezaji wote, kwa wadau wote wa elimu wenye miradi mbalimbali ya kielimu na ya kiuchumi, ya kibiashara. Basi WIAC ni chuo ambacho kinapokea. Muhimu ni kuona malengo ya huo mradi yanaakisi na mahitaji na vision ya chuo, basi tunafanya. Kwa hiyo kwa hili niseme kwamba we are open for everyone kuja chuoni na kufanya program mbalimbali za maendeleo yetu. Asante sana mkurugenzi. Labda nimalizie kwa principal ambaye yeye hakuwepo wakati tunaulizia changamoto. Principal, labda changamoto gani ambazo zinakusumbua sana ukiwa upo kazini? Unajua, kwa ujumla
changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto ni sehemu ya maisha ambapo huwezi kukwepa changamoto katika kazi. Naam. Lakini kubwa zaidi, unajua chuo chetu kama nilivyosema mapema, kwa ninavyoona mimi ni chuo ambacho kimeanza hivi umaskini zaidi, na hata hao watoto wanafunzi wanakuja hapa ni hao maskini zaidi, na kwa msingi huo tunakuwa tunapata changamoto wakati mwingine katika masala ya malipo ya wanafunzi hawa wanatusumbua, lakini kwa sababu tunajuana hizo hali zetu, basi tunakwenda hivyo hivyo. Lakini hii changamoto ya wanafunzi katika malipo ni changamoto kubwa, kwa sababu kwa vyovyote iwavyo kulipa kwao ndio itakifanya chuo kiweze kuwepo. Kulipa kwao ndio mishahara ya wafanyakazi, kulipa kwao ndio shughuli nyingine za uendeshaji za ndani. Kwa hivyo pale wanapochelewa kulipa, wanapoacha kulipa, basi maana yake ni kwamba ni kufanya chuo nacho kiweze kurudi chini kwa kiasi chake. Sawa. Chuo kama kinataka wadhamini au kama wanatokea wadhamini wanataka kukidhamini chuo kwa either the whole institute ama department na kila kitu, watawafikia vipi nyinyi kuhakikisha sasa hivi tumepata full information, tunataka kwenda kukidhamini chuo chetu kule Bwete? Mimi nafikiri hilo ni swala zuri, kwamba kama kutatokea udhamini ni kitu kizuri, kwa sababu kama alivyosema mkurugenzi, nilikuwa namsikia hapo mkurugenzi kwamba malengo ni kwenda mbele zaidi, na kama alivyosema mkurugenzi, mwaka huu tuna malengo ya kutaka kuanzisha degree ile agenda in community development. Sasa watakapojitokeza wadhamini, maana yake ni kwamba tutaingia nao mikataba na namna ya kuweza kutupata. Kama nilivyosema, kuna website ambayo tunamalizia kuitayarisha. Ni rahisi kuweza kuingia katika website yetu, atakuta contact zetu na tutaweza kuwasiliana nao. Lakini kama itatokea pia huyu mdhamini aje huku kwetu Zanzibar, basi tunamkaribisha aje Pemba moja kwa moja. Yule rais wa awamu ya ngapi sio ilikuwa yule alisema Unguja ni njema atakaye aje. Basi mimi namwambia huyo kwamba Pemba ni njema atakaye aje, na akifika huku Pemba huko, basi moja kwa moja aje Wete miti wilaya WIAC. Sisi tuko open kabisa na tuko very cooperative kiasi kwamba akija hapa atapata mashirikiano mazuri, na naamini kama kuna mtu atakuja kiudhamini hatutakosana naye, tutaweza kuingia naye makubaliano na tutafika mahali tutakifanya chuo chetu kiweze kutambulika na kuweza kutoa kozi nyingi zaidi iwezekanavyo, kitambulike kimataifa inshallah. Ni kwamba kitu gani ambacho sijakuuliza unataka kushare na sisi watazamaji kuhusu chuo chenu? Asante sana. Kitu ambacho hujaniuliza na natamani kushare na watazamaji ni kwamba sisi tunaamini sana kwa kile kitu ambacho tunakifanya. Kwa hiyo tunafuata misingi yote ya vision yetu ambavyo inataka. Tunatamani kuyafikia malengo ya vision yetu, tusiache hewani ikapotea hewani. Kwa hiyo wenyewe wanafunzi na vijana ambao wanahitaji elimu ndio wanaweza kutusaidia sisi kuweza kuikamilisha vision yetu kama vile ambavyo tumepanga hivi. Kwa hiyo tunaomba sana wakaribie, waje wajifunze, waje wapate elimu kupitia chuo chetu ambacho kinaweza kuwasaidia kufikia malengo yao. Kwa hiyo tunajitahidi sana na tuna juhudi kubwa sana mpaka tuifikie vision yetu, Mungu akitupa uhai, ili sisi tuweze kuona kwamba hawa vijana tumewasaidia kwa kiasi gani. Asante sana. Nafikiri labda tumekava. Mkurugenzi, kuna kingine cha ziada cha kuongezea? Asante. Kwa kumalizia tu, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kwa channel hii ya Swahili Media kwa kuweza kutuona sisi WIAC na kututembelea na kufanya mahojiano haya. Kwetu ni jambo la heshima kubwa ambayo imetupa na tunawashukuru, na niseme tu tutaendelea kuwaunga mkono channel hii na haitakuwa mwisho leo hii kufanya mahojiano haya. Tutakuwa kila tunapokuwa na jambo jipya, basi tutawaomba kuje tufanye ili jamii iweze kujua. Na mwisho kabisa niseme kwamba
niendelee kutoa wito, kwa sababu kisiwa cha Pemba ni kisiwa ambacho kimetoa wasomi wengi na wataalamu wengi sana. Sasa wakati mwingine najiona kama niko peke yangu, niko peke yangu, hali ya kuwa tuna wataalamu ambao wametapakaa au wameenea duniani kote katika kisiwa chetu hichi cha Zanzibar, katika dunia hii. Kwa hiyo hususan wale wataalamu pamoja na wasomi mbalimbali wa Pemba ni maalum kabisa niwaalike na niseme kwamba wao hasa ndio ambao wanawatafuta, lakini sijapata ile network ya kukutana nao. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye ni Mpemba au Mzanzibari ambaye yuko willing, au mtu yoyote duniani yuko willing na maendeleo ya kisiwa cha Pemba, hususan katika sekta hii ya elimu, basi ninamuomba achukue namba zangu za simu, ataweza kunipata kupitia WhatsApp ili tuweze kushare mambo mbalimbali. Naamini hii channel inasikika na wengi, inaonekana na wengi. Kwa hiyo watakapopata ujumbe wangu huu, waambie wasikie kwamba ninawatafuta wanaharakati wenzangu, wasomi wenzangu, wapenda maendeleo wenzangu, hususan diaspora ambao wako nje ya kisiwa cha Pemba, nje ya Tanzania. Basi tunawatafuta, tunawahitaji kwa nguvu zetu zote, na ndio kilio chetu hapa wa diaspora hawa waweze kutembelea. Ni masikitiko makubwa kwamba hii taasisi toka mwaka 2017 mpaka hivi sasa sijakutana na diasporas hususan kutokea hii kisiwa cha Pemba na kujadili maendeleo ya elimu, na hali ya kuwa tuna taasisi ya elimu ya juu kama hii haijatufikia. Kwa hiyo niwaombe diasporas, niwaombe wasomi na watu mbalimbali, tuje tuijenge Pemba yetu, tuje tuijenge Zanzibar yetu. Kwa hayo mchache, niendelee kushukuru sana kwa heshima hii kutupa SMN. Asante sana. Sawa. Principal, kuna chochote cha kuongezea? Mimi ambacho nasema kwanza ni washukuru watu wa Swahili Media. Nashukuru kwa kuacha shughuli zenu, kwa kutoka mlikotoka mkafika hapa WIAC. Unajua Pemba kwa wakati huu kuna vyuo karibu 6-7 vipo hapa Pemba. Sasa vyote 6-7 mkavichupa huko mkafika WIAC, maana yake ni kwamba hilo ni jambo la kuwashukuru na ni jambo la kuwapongeza, na naamini ujio wenu utakuwa, nyinyi mtakuwa mabalozi wetu wazuri wa kututangaza vizuri na kujulikana hapa nchini na kujulikana kimataifa, ili siku moja WIAC basi kiwe ni chuo kinachotambulika sawa na vyuo vingine vilivyoko ulimwenguni. Kwa hili nakwambieni asanteni sana. Shukran sana. Labda kuna chengine chochote cha mwisho cha kuongezea kabla hatujafunga kipindi chetu? Hapana, zaidi ya shukrani ambazo wameshazitoa, tunawashukuru sana na tunaamini kwamba tutaendelea kuwa na ushirikiano baina yetu na tutaishia hapa. Najua tutakutana tena na siku nyingine na tunawakaribisha sana. Asanteni sana. Haya, asante. Wapenzi watazamaji, ilikuwa ni mazungumzo mazuri kabisa na uongozi wa hii WETA Institute. Ni moja ya institute mpya, lakini inaonekana iko vizuri kabisa, wako very well prepared na kozi nyingi zinapatikana pale. Kwa hiyo wewe mtazamaji, kama upo nje ya Zanzibar, hakikisha kuwa unafuatilia hichi chuo, na wale diaspora ambao tuko tayari kutaka kupata maendeleo ya vijana wetu kule Pemba, basi chuo sahihi ni hichi. Ni chuo ambacho kinasemekana kimeanzishwa na vijana local pale Pemba, vijana 3, lakini wenye akili nzito za kuhakikisha kuwa Pemba inajitoa katika umaskini. Pemba inajitoa katika masuala ya kuwa wamebaki katika kuombaomba, isipokuwa tu kupata elimu na kutafuta ajira. Vijana Mungu awazidishie, walimu wanafanya kazi za ziada. Kwa hiyo mimi sina ziada isipokuwa tu contact details za chuo kama unavyoziona hapo chini, wasiliana nao. Ukitaka msaada wa kupeleka aidha vifaa au msaada wowote financial, basi wewe utawasiliana nao moja kwa moja, utawasaidia, kwa sababu tu hichi chuo kinaonekana kiko vizuri. Kilichonipendeza zaidi katika chuo hichi kuwa wanawake wa Pemba wamekuwa na mwamko mzuri sana. Chuo kina 80% ya wanawake. Nataka lipi la kusema? Usikae tu tukasema Pemba wanawake kazi kuolewa kwa majumbani. Hapana, this time around mambo yamebadilika. Wanawake wa Pemba wameamka 80% ndani ya WETA Institute. Shukran.
Kama hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo, usikose vipindi vyetu vijazo. Mimi ni Omar Hussein, kwaherini.